Nikusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kunisikiliza. Mungu ametupa neema ya kuweza kujifunza. Na leo tuna topic inasema hivi kwamba unapoota ndoto hizi 6 inaonyesha kuna laana ya kizazi kwenye maisha yako ambayo itazuia maisha yako ya mahusiano kufanikiwa. Hata ufanye vipi, kama hizi ndoto zinatokea kwenye maisha yako, jua ni ngumu sana kuja kukaa na mwanaume, mwanamke au kuja kupata ndoa. Utashangaa wenzako wote wanaoa au wanaolewa, lakini wewe hutoweza. Hata kama ukiingia kwenye ndoa hiyo itavunjika ndani ya muda mfupi. Sasa utajiuliza ni nini? Lakini kumbe kuna laana ya kizazi, laana ya uovu kwenye familia, kwenye ukoo wenu. Ndoto hizi ni zifuatazo. Ndoto ya kwanza, unapoona unalala na wanyama. Ndoto ya kulala na wanyama, unapoona unafanya mapenzi na wanyama, basi jua hiyo ni laana ipo ya kizazi kwenye maisha yenu. Inawezekana kuna uovu umefanyika, kwa hiyo hizo ni laana. Huenda kuna vitendo vinafanyika, huenda huo ni uovu, huenda wewe uliufanya au wazazi wako walifanya au kizazi kilicho kutangulia kilifanya. Kwa hiyo ni roho ya uharibifu ipo ndani ambayo haitoruhusu wewe kuja kuoa au kuolewa. Hata ufanye nini, mpaka hiyo roho ya uovu, mpaka hicho kizazi, mpaka hiyo laana ivunjwe. Kwa hiyo ni lazima ishughulikiwe katika kuomba, kumtukuza Mungu, na katika kuwa karibu na Mungu na kuvunja hayo mamlaka za giza. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 27 mstari ule wa 21, maandiko yanasema, na alaaniwe alalaye na mnyama wa aina yoyote. Na watu wote waseme amina. Kwa huenda uliwahi kulala na mnyama, au wazazi wako waliwahi kufanya hicho, au kuna kitendo kiliwahi kufanyika kisichofaa kwenye familia. Kwa hiyo ina maana hiyo ni laana ya vizazi ambayo inawaandama. Kwa hiyo itavunja, itaharibu, itabomoa, itang'oa kila mahusiano, kila ndoa, kila chochote kinachohusiana na masuala ya mahusiano kwenye familia hiyo au kwenye maisha yako. 2, unashangaa unafanya mapenzi na baba yako au mama yako au ndugu yako wa damu. Ukiona unafanya hivyo, jua ni hatari. Kusoma Kumbukumbu la Torati 27 mstari wa 22, maandiko yanasema, na alaaniwe alalaye na umbu lake, binti ya babaye au binti ya mamaye, au wote waseme amina. 23 anakuambia, alaaniwe alalaye na mkwewe au mama mkwe au mama mkwe au baba mkwe. Hizo zote zinaonesha ni laana. Kwa hiyo unakuta unalala na unafanya mapenzi labda na baba yako, mama yako, ndugu yako wa damu au mama mkwe au baba mkwe. Hizo zote ni laana na ni kitu ambacho kitapelekea mikosi na laana kwenye maisha. Kwa hiyo ni lazima hilo jambo lishughulikiwe na liondolewe kwenye maisha, ndipo unaweza kupata baraka. 3, ndoto unashangaa unafanya mapenzi na maiti. Kitendo hicho kinaitwa necrophilia. Ina maana inaonesha ni laana kubwa ambayo itafisha kila kitu chako kwenye mahusiano, kwenye maisha, kwenye kila engo ya maisha. Kwa unapoota hiyo ndoto, chukua hatua mapema. Ndoto ya 4 ni unashangaa unafanya zinaa na kichaa, au ni mwanaume au ni mwanamke. Hizo zote ni ndoto zinazoonesha kuna laana ya kutokuja kupata ndoa hata ufanyeje, mpaka uivunje, mpaka iondolewe hiyo laana, ndipo unapoweza kufanikiwa. Lakini 6 ni ndoto unashangaa unafanya mapenzi ya jinsia moja. Hiyo zote ni laana za vizazi ambazo zinaandama maisha yako. Kwa hiyo ni lazima uwe tayari kudili nazo na kuziondoa, na hapo ndipo utakapoweza kushinda. Ndoto ya 6 na mwisho ni ndoto unashangaa unajifanyia zinaa mwenyewe. Kama ni mwanaume unajichua, kama ni mwanamke nawe pia unajifanyia zinaa mwenyewe. Hayo yote ni mambo yasiyompendeza Mungu, ni machukizo. Au unatumia kitu chochote kujifanyia zinaa, kama ni mwanamke au mwanaume. Hayo yote ni mambo ya shetani na ni laana ya vizazi ambayo itaweza kuandama kutoka kizazi chako hadi kizazi cha 4, au hilo laana inatoka kwenye kizazi kile cha 4 mpaka kukufikia.
Maana Mungu anasema nitapiga laana kizazi cha kwanza hadi cha 4 wale wanichukizao, lakini nitabariki na kuwaokoa maelfu na maelfu wanipendao na kuzishika sheria zangu. Kwa hiyo unapoona hivyo, chukua hatua mapema. Kumbuka kwenye video hizi nimeeleza mara nyingi sana juu ya vifungu vya Biblia na namna ya kuomba na namna ya kufunga. Kwa uzidi kufuatilia ili uweze kuondoka kwenye hizo laana, ili Mungu aweze kusaidia, uweze kupata ndoa, uweze kukaa na mume au mke, uweze kupata watoto, lakini pia uweze kufanikiwa hapa duniani. Maana tofauti na hapo, hiyo laana itakuwa inakusumbua na itaharibu kila kitu kwenye maisha yako. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Bonus ni pale unapolala au unapoona kila wakati unafanya mapenzi na mwanaume na mwanamke usiyemjua, au unafunga ndoa na mwanaume au mwanamke usiyemjua ndotoni. Hizo zote pia ni laana kwenye ndoa yako ambazo hazitoweza kukusababisha wewe uweze kupata ndoa na kuweza kufanikiwa kwenye maisha yako. Naitwa Apostle Johannes John. Nawapenda sana. God bless you. Be a shining star in Jesus' mighty name. Amen. Shalom.